Nataka kusema tena kwamba hizi ni fursa tumezipata. Tuache kuishi kwenye Ramadhani kwa mazoea, kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kunywa uji wa baada na tambi na vibibi. Tubadilisha vyakula, kuna vyakula hivyo ndio vyakula vya Ramadhani. Ikiingia Ramadhani basi lazima tupate harufu ya pilipili manga, ndio Ramadhani bwana. Yani tuna sura fulani juu ya Ramadhani ya kijinga kabisa ambayo haina mantiki yoyote. Badala ya kufanya yale tuliyotakiwa kuyafanya, ni msimu huu, msimu kama ni biashara basi soko ndio limefika kwenye kilele, watu wanauza kwa faida, wenzako wanauza, waleta bidhaa wanauza kwa faida, wewe umelala wasubiri gulio lishaisha ndio utafute bidhaa. Sasa tuko kwenye gulio hili na soko kubwa limefunguliwa, ya baghi alkhair aqbal, malaika wanakupigia kelele, ewe unatafuta khairi njoo. Wewe ndio kwanza uko barabarani, ndio kwanza wakoroma, ndio kwanza waminyana watu kwenye maskani mabishana tu na mambo yasiyokuwa na maana. Sasa kama yalikupitikia hayo na mambo mazuri mazuri yakakukosa, ukawa wewe ibada yako ndio ile ile ya siku zote, wala hakuna mabadiliko yoyote katika mwezi wa Ramadhani, haya kumi la mwisho limekuja, jaa al-ashr al-akhir, watakiwa ubadilike, uitumie fursa hii vizuri kwa ibada. Na ibada ziko aina mbalimbali, ukichoka kufanya hivi utafanya hivi. Miongoni mwa ibada ambazo pia tulitaja katika al-khutba Jumaa iliyopita ni mtu kudumu kuswali swala za jamaa msikitini. Kwa wanaume, hudhuria swala za jamaa, dumu kuswali swala za sunna ar-rawatib, usiache. Jitahidi uswali swala ya tarawih kwa jamaa, kwa sababu fadhila za kuswali swala ya tarawih kwa jamaa, Mtume صلى الله عليه وسلم anatuambia, man qama ma'a al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla, atakayesimama pamoja na imamu mpaka imamu akamaliza swala, anaandikiwa kuwa yeye amesimama usiku kucha, usiku wote. Lakini ukiswali nyumbani kwako peke yako huko hutapata, labda usimame usiku kucha kweli. Lakini umesimama na imamu pengine katika mwanzo wa usiku au katikati ya usiku, basi unaandikiwa kwamba wewe umeswali usiku wote. Jambo hilo litumie vizuri, usiache kuswali swala za sunna kama hizo, swala ya tarawih, qiyam. Kadhalika kukithirisha kuisoma Qur'an, kadhalika kukithirisha sadaqa. Toa sadaqa, si lazima uwe tajiri, uwe na pesa nyingi, pengine ukaondoka hapa duniani huna hizo pesa nyingi. Je, hutatoa sadaka? Toa kile ulichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kwa hiyo toa, na bora ya sadaka ilikuwa bora na khairi ni ile inatokana na ufakiri na uchache. Wewe mwenyewe unahitaji pale, lakini ukamega pale, kuna ngoja nimsaidie na huyu. Sasa ndio wakati wake huu wa kutoa na kujitolea katika mambo ya khairat. Tuzinduke ndugu zangu katika imani, siku zimekwisha na umri nao waisha. Fursa tuzitumie vizuri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.